Mwanadamu ana umuhimu mkubwa sana, jitahidi sana kufanya yale mambo ambayo kwamba aliyoumbiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Yaani kuna vitu ambavyo tumeumbiwa na kuna vitu ambavyo kama Mwenyezi Mungu ametukhiarisha sisi. Sasa vile vile vitu ambavyo kwamba Allah ametuumbia vipo tu. Tumeumbiwa magari, majumba mazuri, kuwa na wake wanne, kuna kila kitu tumeumbiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini yako mambo ambayo kama Allah ametukhiarisha sisi tufanye, kukhairishwa ni Mwenyezi Mungu, tumekhairishwa ibada. Sasa Allah anasema kwamba inna hadainahu sabila imma shakira imma kafura. Tushamuongoza sisi katika njia ya mwanadamu, njia ambayo kama ni njia nzuri, ima ataamua mwenyewe kuifuata au kuiacha kuifuata. Sasa fanya yale ambayo kwamba uliokhiarishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyafanya, utafute pepo yako. Yale ulioumbiwa yapo tu. Umeumbiwa kutakuwa na gari, umeumbiwa utakuwa na nyumba, umeumbiwa utakuwa na maisha mazuri. Haya yapo tu, lakini fanya katika misingi yale ambayo kwamba kwanza Allah amekukhiarisha. Ni khiari ufanye. Khiari kwa kuchagua kwa maana mazuri ufanye. Ulioumbiwa yapo tu, sababu Allah kukupa yeye hafilisiki. Sasa unahangaika na yale ambayo kama Allah ameshayapanga ni ya kwako, unahangaika, unaacha vigezo vya kuyapata haya. Vigezo ni vipi? Kufanya yale ambayo kama Allah anayataka na kuyaridhia. Ndio vigezo ili upate ulioumbiwa. Ili upate magari, maabudu Mola wako, fanya kazi halali. Ili upate majumba, abudu Mola wako, fanya kazi halali, jitume. Sasa mtu anajituma, anafanya kazi, anafanya biashara katika njia nzuri na njia mbaya, mwisho siku anaacha ibada. Atapata zile mali lakini baada ya muda zitaondoka, zitadumu, kwa sababu mali halali inadumu na mali haramu huwa ina muda mchache. Ima atakufa kifo kibaya au atafilisika, ataliliki. Ndio inayotokea katika maisha ya mwanadamu. Huyo ndio Mungu.